yote unaweza ukacheza, ukiandaa timu yako vizuri, mimi nafikiri kwamba unaweza kwenda perform katika maeneo yote. Lakini kikubwa lazima tuseme kumpa man of the match Diarra alifanya makosa. Man of the match mimi nafikiri alikuwa muamuzi, ilikuwa jambo linatosha kabisa. Yes, man of the match muamuzi, jambo ambalo linatosha. Mimi nataka nijue makosa muamuzi leo. Wewe huwezi kujua kwa sababu fani yako ni wanahabari. Sisi fani yetu ni taaluma kwenda kutafsiri sheria 17. Muamuzi kashindwa kutafsiri sheria 17 za mpira wa miguu. Tunakubali, tunarejea Dar es Salaam, tunajipanga, lakini yote kwa yote tunawapongeza sana wana Simba wa Zanzibar, wamepokea timu, wamefanya kadri ambavyo inavyostahili kufanywa. Tunawapongeza, kuna namna ambavyo wamepambana, otherwise kuna muda mwingine kuna haki na kuna batili. Batili leo imepata suluhu. Mimi nataka nijue matukio hayo ya batili hayo. Mimi nasema kila mmoja na taaluma yake. Wewe taaluma yako ni mwanahabari. Kuna wanataaluma kutafsiri sheria 17. Wanataaluma wanasema muamuzi ameshindwa kwenda kutafsiri sheria 17 za mpira wa miguu. Imefika mahali kama ulikuwa makini, linesman na referee wanashindana. Linesman anasema offside, referee anasema kafanyaje? Kashika. Maana yake hata wenyewe wameshindwa kufanyaje? Kukubaliana. Otherwise tumekubali Guantanamo, tumeiona match the match. Mimi kwangu referee sio Diarra. Kwa hiyo unataka kuniambia muamuzi angekuwa fair leo mvambo kifuani? Yes. Tulistahili kupata matokeo mazuri leo. Tulistahili kupata point 3. Lakini mimi naamini, niliwahi kusema kuna ligi mbili katika ligi ya NBC. Kuna ligi ya timu 15 alafu kuna ligi ya Yanga. Mimi nafikiri yako mazingira ya makusudi kwamba Yanga hitaji kufungwa kwenye ligi ya NBC kwa namna moja au nyingine. Hii football. Akiwa na haki ya kushinda ashinde, akiwa na haki ya kufungwa afungwe. Leo umeona hata wana Yanga wamenyongea, wa kweli wanazungumza kabisa kwamba muamuzi akufanya kitu ambacho si sahihi. Wamezungumza wana Yanga wengi tu. Nafikiri mmeona wamezungumza. Rejea kwenye interview yako. Wenye Yanga yao kina Harris. Harris ni kiongozi lakini wana Yanga wapo. Yanga ilikuwepo kabla Harris. Harris ni kiongozi. Wanasemaje wana Yanga? Wanasema kwamba Simba amenyimwa goli, clear as goal. Kila mmoja ameona. Lakini nawaambia, Aluto control mapambano anafanyaje? Man of the match Diarra. Wewe kwako Diarra, sio? Mimi kwangu na Soro. Nani mwenye mchuzi? Mwenye mchuzi, mwenye mchuma sio. Sasa kwa makosa ambayo wanafanya marefari, nini kifanyike sasa ili kuweza kukomboa mpira? Kwanza mimi niseme ni umekuwa mwimbo wa muda mrefu katika Tanzania. Na binafsi kuna muda mwingine sika na kwamba labda tunaota. Tunazungumza kitu cha asili ambalo sisi tunakijua. Binafsi rejeeni katika interview zangu zote, nilipongeza kamati ya waamuzi kwa sababu wao kuna vigezo ambavyo wametumia kumteua nani? Mwamuzi. Lakini kwa mujibu wa taratibu, unapokwenda katika mechi kama hii kubwa, man of the match, na ni mechi kubwa kama hii, sio umeelewa vizuri? Maana yake lazima mteue mwamuzi ambao ana quality ya kwenda kuchezesha dabi. Moja vigezo vikubwa, lazima umteue mwamuzi wa mwenye beji janja, na mnashinda tu ndani, nje mnashindwa kufanya vizuri. Haya maneno alizungumza mapema, yule mheshimiwa hakuwa anaota. Ndio hiyo mara 6 zote zile za kufanyaje? Ujanja mara 6. Hiyo ndio akili ambayo nyinyi waandishi mliokuwa nayo. Yanga anafungwa mara 5 mfululizo, shaikuoje? Toka 2004 mechi ya mwisho yule Pechu Kongo anapata goli, si ndio? Shabani Kisiga anasawazisha. Upo? Wakati wote tayari ushaanzisha ubado. Baada Shabani Kisiga anasawazisha kama tayari niambie. Goli la pili Simba alifunga nani? Nikupa ofa 20,000. Kwa Kisugu mbio za ubingwa. Ngoja kabla mbio za ubingwa. Huyu atuambie kama alikuwepo. Nyinyi waandishi ndio mnafika mahala mnawalazimisha Yanga waonekane kwamba wakosei. Ongeza ubingwa kwa sababu muamuzi anakwenda kuboronga, wewe unasema si mmefungwa mara 6. Sasa Kisugu waamuzi ndio hao mbio za ubingwa ina maana zikoje? Bado marathon. Tunaendelea sisi kupambana, otherwise tutarudi tutajipanga inshallah. Mimi na imani kwamba mwisho wa siku mambo yanakwenda. Chao vipi? Nawashukuru sana waandishi wa habari. Chao vipi? Ongeza ubora. Sisi kinachotuma tumewatoa out yangu mmeshindwa kutoa out. Nimefurahi kuona timu yangu inaongeza ubora wa hali ya juu leo. Nimeuliza swali magumu ya Afrika home run. Kabisa. Neno lako ndio kwa wachezaji wa Simba. Nawapongeza wachezaji wangu wa Simba wote na benchi ya ufundi, viongozi na management kwa ujumla kwa kazi kubwa ambayo wameifanya leo, na hatimaye tumepata draw ya alama 1, lakini tumeonyesha mchezo na tumedominate mchezo. Yanga Afrika leo kwa mara ya kwanza dakika 90 walishangilia kushtoka. Ile tukio la chuma chenu cha Simon kutobolewa ni ushamba ambao Yanga Afrika wanaendelea kuentertain kwa mpira mguu. Ni vitendo ambavyo vilipaswa kuvumilika, ni vitendo vya kishamba ambavyo vinaharibu au vinanajisi mpira wetu wa miguu wa Tanzania. Sisi kama taifa au kama
wachoaramani wa mpira huu, maana Simba na Yanga lazima tuwe ndio role model wa soka nchini Tanzania. Kama tutafanya vitendo kama hivi ambavyo havitakiwi kufumbiwa macho, maana yake ni upuuzi. Kwa hiyo mchezo ambao tutatu vilani, bodi ya ligi ya TFF ipigie vita wa vilani kwa jumla. Roma, Zanzibar, sasa hivi ngoma ikirudi inaelekea wapi? Unamwambia nini baada ya kutazama Simba leo? Leo Sigaisila sio na wasiwasi. Simba tunaijenga. Na hii ndio Simba tuliokuwa tunaitaka. Sawa Inacheza kwa kufuata vitu vitatu vya mpira. Commitment, space na nini? Na time. Tunakaba kwa wakati, tunashambulia kwa wakati, tunauchezea. Yaani tunakushambulia, tunatengeneza nafasi. Na pasi nyingi tunapiga sisi. Leo tumepiga pasi 688. Mbona hujaondoka na ushindi? Wameshinda pasi wamecheza pasi 300 na mbona hujaondoka na ushindi? Umeelewa? Ulocheza sisi ni watu wa mpira. Mpaka ukimwona golikipa anakuwa man of the match, shughuli hiyo ni pevu. Hivi mchezaji wako man of the match wako alikuwa nani? Nani? Man of the match kwenye mechi yake. Man of the match kwani hujamsikia alo tangazo? Kwenye mchezaji sasa mpaka atoke. Kwangu mimi timu nzima. Hivi unamtoa nani pa? Nani? Kila mtu amefanya kazi yake vile inavyopaswa. Kibabage leo kaitumikia nafasi yake. Ana goli ngapi? Ukienda upande wa kulia huko, sasa Shomari Kapombe kaitumikia nafasi yake. Ukija katikati beki kubwa kuliko mabeki wote. East Africa kalitumikia nafasi yake. Ukija kula tule lile ni hatari. Si umeelewa? Ukipandisha juu kwa Kagoma ndio usiseme. Ukienda huko juu Chama watu wamepigwa vidali hizo wamevuliwa wametoa matokeo. Umetoka na alama ngapi? Umetoka